ndugu waandishi wa habari na Watanzania, leo tumeitana hapa wanahabari kuelezana namna ambavyo halmashauri zetu za jiji la Dar es Salaam, mipango na matumizi yao, jinsi ambavyo haiakisi ama haijibu majawabu ya wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu halmashauri ni chombo ambacho kinatunga sheria ndogo ndogo. Halmashauri ina kazi ya kusimamia rasilimali za wananchi. Halmashauri ina kazi ya kusimamia maendeleo. Kwa hiyo tuna baraza katika mkoa wetu wa Dar es Salaam za halmashauri ambazo wahusika wa hilo baraza ni madiwani wetu, na mnajua tuna kata 102, kwa maana yake tulipaswa tuwe na madiwani 102 wa kuchaguliwa katika hilo baraza. Kwa bahati mbaya sana, nyinyi ni mashahidi, mnafahamu yale yaliyotokea Oktoba 29 kwamba hatukuwa na uchaguzi. Maana yake ni kwamba madiwani waliopo sasa ambao wanaenda katika baraza la halmashauri si madiwani ambao wanatokana na wananchi, maana yake hawapazi sauti za wananchi. Na ndio maana katika mabaraza haya ya halmashauri zetu za mkoa wa Dar es Salaam uioni sauti ya wananchi, uisikii sauti ya wananchi. Wanaenda kupanga, wanaenda kuamua, wanayaenda kuyatekeleza, sio yale ambayo yanagusa hususani maisha ya watu wetu. Na kwa muktadha huo, wakurugenzi, watendaji wanayabaka, nitumie neno hili kwa maana wanayabaka haya mabaraza. Wao ndio wanakuwa wenye mamlaka, wanakuwa ndio wenye maamuzi, wanakuwa ndio wenye mipango na mikakati, huku madiwani ambao wao ndio sauti ya wananchi, ambao wanapaza wakaseme wananchi wanataka nini, wanatakiwa wakazungumze yale ambayo yanahusu wananchi wetu katika kata zetu, hawapo namna hiyo. Kwa hiyo mabaraza yetu yanakuwa ni mabaraza bubu, ni mabaraza ambayo ni mabaraza ambayo imepita, na ukiona mahali ama sehemu kuna mvutano ama wanajaribu kupaza sauti, ni pale ambapo hawajawa sehemu ya bahasha. Sasa leo tumeitana hapa ni kuonyesha kwa kifupi mipango na matumizi ya rasilimali za umma zinavyotumika vibaya katika halmashauri zetu za jiji la Dar es Salaam. Na haya yanatoka humu katika hizi dokumenti zao wenyewe. Tunazo hapa za kupitisha bajeti na kutimiza matumizi yao. Mfano, ukichukua ukipata hii kadabrasha ambalo linahusu taarifa ya mapendekezo ya mpango na bajeti ya mwaka 2026-2027 kwa halmashauri zetu zote za jiji la Dar es Salaam, ukienda kutazama ukurasa wa 25, jedwali lake linahusu miradi ya maendeleo itakayotekelezwa na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa mwaka wa fedha 26-27, na imepita na imepitishwa hizi bajeti 26-27, miradi ya maendeleo. Kichwa cha habari ni miradi ya maendeleo. Tuitazame hiyo miradi ya maendeleo. Ni miradi ya maendeleo kweli? Nitatoa michache tu hapa. Moja miongoni mwao ambao inaitwa kwa kasi, ujenzi wa nyumba ya katibu tawala mkoa awamu ya kwanza, imepangiwa milioni 376. Miradi ya maendeleo itakayosimamiwa na ofisi ya mkuu wa mkoa. Unakuta kuna nyumba ya katibu tawala na awamu ya kwanza ya ujenzi imepangiwa shilingi milioni 376. Tukiwa katika nyakati ambazo tunasema tunapunguza matumizi kwa maana ya mifumuko ya bidhaa, kwa maana ya changamoto ya bidhaa hadimu ya mafuta duniani kuleta shida katika uchumi, lakini unao mkoa wa Dar es Salaam mradi anaopangia kuusimamia na umepewa jina ni mradi wa maendeleo, ujenzi wa nyumba ya katibu tawala wa mkoa kwa maana ya LAS, na hii ni awamu ya kwanza, milioni 376. Hospitali zetu, dada zetu,
mama zetu, wake zetu wakienda kujifungua, vifaa hakuna. Na mkuu wa mkoa aliwahi kusema kama hauna pesa, nenda kajifungulie kwa mmeo. Lakini katika ujenzi wa nyumba wa katibu tawala awamu ya kwanza ni milioni 76. Hii ni awamu ya kwanza. Tafsiri yake nini kama ikienda awamu ya pili? Manake hii budget inakaribia bilioni. Tunaambiwa utu na kazi. Tafsiri ya utu ambaye haigusi maisha ya Mtanzania. Tafsiri ya utu ambayo haionekani kwa matendo halisi. Kwa sababu hizi budget, hii mipango, utekelezaji yote ambayo kwa halmashauri, kwa mikoa ilipaswa itafsiri hiyo tafsiri yao ya utu kwa matendo. Tuone ule utu unaosemwa kwenye hizi budget. Tunaambiwa mradi wa maendeleo, ujenzi wa nyumba ya mkuu wa wilaya ya Temeke, awamu ya pili, milioni 454,281. Nyumba ya mkuu wa wilaya ya Temeke, milioni 454,281. Nyumba ya mkuu wa wilaya ya Temeke, awamu ya pili, finishing yetu tunaita. Awamu ya kwanza ni shilingi ngapi? Kwenye hili kadabrasha hatujaonyeshwa. Wakati katika mazingira haya, mpaka leo Temeke, hospitali zetu, mpaka leo Ilala, mpaka leo Ubungo, mpaka leo Kigamboni, mpaka leo Kinondoni, bado Dar es Salaam tunauziwa maiti. Na tulielezwa ndani ya siku 100 biashara hii itakuwa imefutwa wakati wa kampeni za uchaguzi. Ila mpaka sasa maiti yako kama una pesa uipati. Lakini mkuu wa wilaya bajeti ya nyumba yake milioni 454,281. Awamu ya pili ya ujenzi. Tumishi wa umma ambaye analipwa mshahara, ambaye analipwa posho. Tunaelezwa ujenzi wa nyumba ya mkuu wa wilaya ya Ubungo awamu ya pili, milioni 454,281, the same na ya mkuu wa wilaya wa Temeke. Ndugu zangu, mnasikia hizi milioni 400, hizi ni idadi ya matundu ya vyoo katika shule zetu za msingi kwa watoto wetu. Tunaposikia milioni 400, hizi ni idadi ya zahanati katika wilaya zetu, kata zetu, lakini zinatumika kwa ajili ya makazi ya mtu. Na kichwa cha habari tunaambiwa ni miradi ya maendeleo. Maendeleo haya ni ya nani? Nyumba ya mkuu wa wilaya milioni 400. Haya ni maendeleo ya nani? Haya yanagusa vipi maisha ya mwananchi wa kawaida? Na kazi yake yeye na familia yake, yeye na jamaa zake. Kweli hatuwezi kujenga kwa milioni 200? Sawa, sio dhambi kumtengea milioni 400 katika ujenzi. Lakini je, yale yanayowagusa wananchi tumewekea bajeti kiasi gani? Tazama, ukienda namba 11 naambiwa mpango wa kunusuru kaya maskini kwa jamii, milioni 57. Sio maneno yangu haya. Kurasa 27. Kaya maskini kwa jamii, mpango wa kuinusuru ni milioni 57,096. Kaya maskini kuzinusuru milioni
ujenzi wa nyumba ya mkuu wa wilaya Temeke milioni 400, ujenzi wa nyumba ya mkuu wa wilaya Ubungo, tena hiyo ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza tumesema tujui, milioni 300, ujenzi wa nyumba ya afisa tawala wa mkoa, awamu ya kwanza. Mpango wa kunusuru kaya maskini milioni 57, na tunaambiwa kazi. Watu wasiotokana na wananchi hawawezi kuyafanya yanayowagusa wananchi, na Jaji Warioba alitueleza kwamba tume ilipiga kura. Tunaoyaona ni haya, sauti za wananchi usisikii katika mipango na mikakati. Sasa ukija Ilala, mfano halmashauri ya Ilala wenyewe ndio wameona isiwe tabu kabisa, wakajiwekea milioni 300, milioni 300 kwa ajili ya kuwawezesha watumishi kwenda kwenye sherehe za 8/8. Milioni 300 kuwawezesha watumishi kwenda kwenye sherehe za 8/8, manake posho na pesa za kujikimu, milioni 300. Na leo tarehe 1 tunapozungumza hapa, madiwani wa halmashauri ya Ilala wote safari. Pesa za wananchi, pesa za umma hazitumiki katika kuwafikia wananchi, kuwagusa maisha yao, zinatumika kwa ajili ya posho, kujikimu. Ukichukua hili kadabrasha hili, asilimia sabini posho, kujikimu, posho, kujikimu, posho, kujikimu. Lakini hizi ni kodi zetu, hizi ni kodi zetu. Hii ni pesa ya mama anayeuza vitumbua, kijana wa bodaboda. Wachache wanapanga kwa matumizi yao yasiokuwa na tija. Tuseme milioni 300 sio mbaya, wamepeleka milioni 300 kwa ajili ya kwenda kwenye sherehe ya 8/8. Je, yale yanayogusa wananchi, bajeti yao inasemaje? Wanatuambia vifaa vya walemavu shule zetu za watoto wenye uhitaji maalum milioni 10. Milioni 10. Watoto wenye uhitaji maalum milioni 10. Kwenda 8/8, kusherekea 8/8 milioni 300. Kazi na utu. Madiwani wetu wako wapi? Madiwani katika hizi halmashauri kwenye mabaraza wanafanya nini? Hawasemi, hawazungumzi, wanapokea. Vijana wana ajira Dar es Salaam, maisha magumu Dar es Salaam. Vijana hawana makazi katika jiji letu hili, wengi wanakimbilia hapa kama sehemu ya ukombozi kutoka mikoani, wakiamini mahali hapa ni kitovu cha nchi cha uchumi. Wanakuja kugonga hodi kujaribu bahati zao za kimaisha. Mzunguko wa pesa unashikwa na wachache. Wanaopaswa kurudisha pesa kwa wananchi wanarudisha kwenye matumizi yao. Ndio maana ndani ya jiji letu nilimsikia mkuu wa wilaya, kwa mfano mkuu wa wilaya wa Ilala alikuwa anazungumza changamoto ya madangulo katika jiji la Dar es Salaam. Issue sio dangulo, issue sio anaofanya ile jambo. Issue ni sababu gani namfanya afanye vile. Ugumu wa maisha. Kama viongozi wanapaswa kuwa na majawabu. Hizi milioni 300 kwa ajili ya sherehe ya 8/8,
Ni vijana wangapi hapa madada poa umewapa mitaji ya kujikimu kimaisha? Kama mna nia ya dhati, kama ni wa kweli ndani ya mioyo yenu. Na Mheshimiwa Rais, kuna wakati nimsikia anasema vijana wanapatikizwa chuki. Chuki ya vijana wa taifa ni wasaidizi wako, kwa sababu hawajibu majawabu ya wananchi. Haya mambo haya unachokisema na kikuhubiri akitekelezeki katika mikoa, katika halmashauri. Hii Dar es Salaam tuna mahitaji mengi sana. Kazi moja hapo nimesema ya mabaraza yetu haya ya halmashauri ni kutunga sheria ndogo ndogo, kusimamia rasilimali za fedha. Leo shule zetu za msingi kuna michango lukuki kwa wanafunzi. Yaani mzazi akiamka asubuhi mtoto ni kama anacheza upatu, speed test, fedha sijui ya nini, fedha sijui ya nini. Mbaya zaidi kuna mchango wa chakula na ni lazima ule, na usipolipa unapigwa. Madiwani wapo ambao wana mamlaka halmashauri kusimamia tawala za serikali za mitaa, lakini wenye viti wa serikali za mitaa na hao madiwani ni sehemu ya gawio katika michango. Uioni sauti ya wananchi, uisikii sauti ya wananchi. Fedha za umma zinapigwa, fedha za umma zinatumika kwenye matumizi niseme neno gani zuri, ya hanasa, ya kujistarehesha. Ndio namna ambayo unaweza ukasema kama mkuu wa wilaya bajeti ya nyumba milioni 400, na hiyo ni kwa awamu, maana kuna awamu mbili. Milioni 300 zinapelekwa kwa ajili watu waende kusherehekea sikukuu ya 8/8. Hali ya kwamba kuna changamoto kibao na mahitaji kibao katika jamii. Utasema ni nini? Ni watu wanaojitazama wao, watu ambao wanajijali wao, na ni kwa sababu sio watu ambao walichaguliwa na wananchi, na ndio maana hawawaheshimu wananchi, hawaogopi nguvu ya kula ya wananchi, hawana hofu. Kwa ndugu zangu, sisi ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam tumedhamiria kwa dhati kuanzia sasa na nyakati zote, hizi taarifa kadri inavyowezekana tutakuwa tunaueleza umma, tunawaambia yale ambayo yanapangwa na kutekeleza katika mabaraza yetu ya madiwani. Tutakuja tunawaambia wamejipangia milioni kadhaa kwa ajili ya jambo fulani, wamejiwekea bajeti kiasi kadhaa kwa ajili ya jambo fulani, ndio mliowatuma, ndio mlivyowaelekeza, ndio matakwa ya wananchi. Tutayasema haya katika mikutano ya hadhara katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Tutayasema haya namna hii kwa kukutana na waandishi wa habari mara kwa mara, kufanya press, kuwaeleza, kwa sababu hizi ni fedha za wananchi, hizi ni fedha za Watanzania, hizi ni fedha za wana Dar es Salaam, zinapaswa ziheshimiwe, zinapaswa ziogopwe, zinapaswa zilindwe. Sasa waliopewa hayo majukumu, madiwani katika halmashauri, kulinda rasilimali za fedha za umma, hatekelezi huo wajibu. Tuna changamoto pale katika ujenzi wa kiwanja cha Benjamini. Mambo yapo sawa, kuna harufu ya rushwa, tutakuja kuisema. Tuna changamoto ya dampo katika mkoa wetu wa Dar es Salaam Pugu. Watu wanapewa tenda, kanuni za ununuzi hazifuatwi. Jamii husika inayoishi katika ile eneo ambao wanapaswa kuwa wanufaika wa mradi wanatelekezwa. Ni mambo ya 10%,
10%. Madiwani wapo kimya, hawasemi. Tunapaswa tuseme, tupaze sauti, na sisi ACT Wazalendo mkoa wa Dar es Salaam tutasema na kupaza sauti juu ya uovu, juu ya matumizi mabaya ya mali za umma katika halmashauri zetu, ofisi ya mkoa wa Dar es Salaam. Tutasema, hatutoacha hata senti moja ya Mtanzania ikaliwa, ikatumika kitofauti na namna inavyopaswa. Sisi tutasema hapo mmeiba milioni 400, kwa sababu jedwali matueleza ni miradi ya maendeleo. Tuna nyumba za watu binafsi na miradi ya maendeleo wapi na wapi. Hapa mimi nitegemea nione shule, barabara za ndani, TARURA zile zinazosimamiwa za mitaa, si ndio? Nione hospitali, si ndio? Hakuna. Kuna nyumba ya mkuu wa wilaya, nyumba ya afisa tawala, na kiasi kinachotengwa ni kikubwa kuliko kile ambacho kinagusa wananchi. Ni wajibu wetu kama chama, na tumeupokea uwajibu, na tutautekeleza kwa nguvu zetu zote. Tutalinda na kupigania maslahi ya wananchi wa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Asanteni sana.